The first question. Swali ya kwanza. Can I trust you? Je, naweza kuaminia? Can I trust you? Mimi naweza kuaminia. Amen. Naweza kuamini. Is that question, the answer to that question, is it a yes? Je, swali kwa ile jibu kwa ile swali ni ndio? Do you really care about me? Swali ya pili, je, unanishughulikia kweli, unanijali? Do you really care about me? Unanijali? Many people came to ministry. Watu wengi walikuja katika huduma. Not because they have a caring heart for people. Sio sababu wana moyo ya kujali watu. But because they are looking for a job. Kwa kuwa wako wanatafuta kazi. If you are looking for a job, kama uko unatafuta kazi, leadership has got no place for you. Uongozi haina nafasi kwako. Christian ministry has got no place for you. Huduma ya Kikristo haina nafasi kwako. The work of a peacemaker has got no place for you. Kazi ya upatanisho wa amani haina nafasi kwako. That place needs somebody who is ready to care for somebody. Ile nafasi inahitaji mtu ambaye atajali. The third question has got to do with your ability. Swali ya tatu itakuwa jambo ya kufuata ni ability. Can you actually help me? Je, uko na uwezo wa kunisaidia? Does he have the ability? Uko na uwezo? Ladies and gentlemen, wandugu, the first question, swali ya kwanza, as a number of subset questions. Swali ya kwanza muhimu. Will you maintain confidentiality? Just stay where you are. Will you maintain confidentiality? Unaweza kulinda siri. Confidentiality has got to do with mudomo. Aha. Ile confidentiality inaendana na mdomo kuongea. If you have verbal diarrhea, please. If you have verbal diarrhea, ukikuwa na diarrhea ya maneno and you cannot hold it, na sasa diarrhea kwa haiwezi kuifunga, leadership has got no place for you. Uongozi hauna nafasi ndani yake. The place of helping people in conflict is not the right place for you. Wewe hauna nafasi ya kutatua migogoro. People need those who will listen to their problems and keep it. Watu wanatafuta mtu mwenye atasikiliza shida zao na aweke siri. Those will not go around telling others the mess they have shared with you in the closet. Watu ambao hawatatoka na kwenda kuongea kile ambacho waliambiwa na watu. The next question is, will you lose respect for me or judge me if I allow you to see how badly I have blown it? Je, ukishasikia maneno yangu utanihukumu wala utanidharau nikisha kuelezea siri zangu? Will you lose respect for me? Utaniheshimu tena or judge me? Ama utaanza kunikonda? Brothers and sisters, I have a very few people in my life. Wandugu na wadada, niko na watu wachache katika maisha yangu whom I respect and honor so much. Ambao ninawaheshimu sana. I have gone through mess in my life. Nishapitia matatizo katika maisha yangu. And I know those mess myself. Na ile matatizo ninaijua. But there are people whom I've trusted in this life. Lakini niko na watu nilishawaamini sana. Even if I walk to them when I'm really bleeding. Hata nikienda kwao na niko navuja damu. And I'm dirty everywhere. Na niko uchafu kote kote. The first thing said, brother, I love you. Ni kitu ya kwanza yenye wataniambia, sema ndugu, tunakupenda. I love you. Ninakupenda. You know, I have mess in my life myself. Unajua hata na mimi nishaka chafuka. But as the Lord Jesus said, lakini vile Bwana Yesu anavyosema, let him who has got no sin be the first to throw the stone. Yesu akasema mwenyewe anajua hayafanyaka hii dhambi, kwa kwanza kumpiga jiwe. I will not throw the stone. Mimi sitakupiga mawe. But let's walk it over together. Lakini acha tusaidiane. I share your pain. Mimi najua maumivu yako. I share what you are going through. Ninaelewa kenye uko na. By the time I'm going, ninapoendelea, I decided that whether he rejects me or not, I don't care. Mimi nitakuwa naenda na mimi najua unikubali, unirejete wala unipokee. I will tell him the truth about my life. Mimi ndamwambia ukweli wa maisha yangu. But at the end of the day, lakini baadaye, this person still loves me. Huyu mtu angana ananipenda. He has not passed judgment against me. Hakunihukumu. And is helping me walk through this situation. Na iko inanisaidia nitoke ndani ya migogoro. So this is a fundamental question, brothers and sisters. Hii ndio maswali ya msingi wa ndugu. People in conflict, watu ndani ya migogoro, the led in your church, ndani ya kanisa lako, need to have the confidence. Lazima watu wakuwe na you are such a person, wakuwe na uaminifu kwamba wewe kama mtu who will continue to respect them, utawaheshimu, who will continue to love them, utaenda kuwapenda and not judge them,
na hautawahukumu even after they have poured down all the mess of their lives to you. hata kama walishakwambia matatizo ya maisha yao. Will you be gentle and patient even when I am really in a hurry? Unaweza kuwa mvumilivu tena ukuwe mtu mzuri hata kama niko presse And my situation seems so desperate. na maisha yangu ilishakuwa ya kuhangaika. I told you about the gentility, the gentle spirit Nilikwambia jo kuwa na roho ya unyenyekevu of a peacemaker and a leader. ya mtu kiongozi wala mtafiti wa You who are godly should restore him gently. Ninyi wa Mungu, Biblia inasema muwaonye taratibu. That scripture for me, I don't have to look at it from the scripture. I have to sing it from my head. Mimi sitaki niangalie sawa andiko, niko niangalia sawa na ikamata kukichwa. If someone is trapped in their sin, kama mtu ameshikwa na dhambi zake, you who are godly ninyi mlio wa Mungu should restore him gently. mumuimarishe taratibu. So the fundamental question, will he be gentle to me? Inamaanisha kwamba tukue gentle, Patience is very important. tuwe na uvumilivu. People want you to be patient with them. Watu wanataka tuwavumilie. Take time to listen. Tuwe na muda kuwasikia. The best attributes of a leader Attribution ya mzuri ya kiongozi is not a talker, haiko kuongea, but a listener. lakini anakuwa wa kusikia. If you can listen to people Kama hutasikiliza watu and give them the ear na uwape masikio to pour out everything they want to pour to you, na uache wamimine chote walichotaka ukimimina. sometimes people just want to talk, Mara nyingine watu wanataka tu kuongea and they want to find somebody whom they can talk to. na wanapendaka wapate mtu ambaye wataambia. So if you are not a listener, Kama hauko kusikia, leadership has got no place for you. uongozi kabisa hauna nafasi. A servant leader need to be somebody who can sit down Kiongozi mtumishi ni mtu ambaye inabidi akae chini and just listen. na atege sikio tu. Amen. Amen. Are we together? Yes. After listening, you can now find creative solutions. Baada ya kusikia unaweza pata suluhisho. Will you reject me if I don't do everything right? Utaweza kunikataa kama mimi sifanye kila kitu sawa? People fear rejection. Watu wanaogopa Even kukataliwa. as you fear rejection, Na unapoogopa the kukataliwa, people you lead also fear rejection. watu nao waongoza pia watakataa They don't want people kukataliwa. who get tired of them Watachoka and reject them away. na watu wanajua They want those who will accept them as they are. wako wanatafuta mtu mwenye atawakubali jinsi Because walivyo. even Jesus said, come as you are. Yesu alisema mkuje jinsi mlivyo. Receive them as they are Wapokee jinsi walivyo and don't reject them. na usiwatupe. If the answer to this question is a yes, Ikiwa jibu utampatia then kwa leadership has got a place for you. ndio uongozi itakuwa nafasi kwako. Will you assume the best about me? Or will you jump to conclusion and blame me? Utanitakia mema ama utaanza tu kunikondane, kunihukumu? Whatever things are right, Mambo yote ambayo ni whatever mazuri, things are noble, wakati mambo yote ni mazuri, whatever things are admirable, wakati mambo whatever yanatabilika, things are praiseworthy, wakati mambo yanapendewa, think about such things. wewe kufikiria juu ya Philippians mambo. chapter 4. Wa Filipi sura The 4. Bible teaches us, Biblia inatuambia as we receive people, tunapopokea as watu, we lead people, tunapoongoza we watu, should have positive assumption about them. tukuwe na hali attitude positive na Even when kwao. people come to us with their situation, Hata wakija kwetu na we should matatizo have yao, positive assumption about them. tukuwe na attitude iko positive We should kwao. not be those who jump to conclusion Tusianze rukia so kuconclusion quickly. mara moja. Said, brother, I don't think you were right. I think madam was okay. Ya ndugu, mimi kwanza ninaona hauna sheria, bibi yako ndio kuna If sheria. people believe that you are such a person who will take time and not jump into conclusion, Kama watu wataona huko mtu mwenyewe unarukiaka mara moja kuconclusion, but have positive assumption lakini wanataka waone huko mtu mwenyewe that even if it is true, uko na attitude iko positive. I believe you can get out of it. Sema hata kama ni kweli ulifanya vile, Even unaweza if it pata is true. solution. Hata ikiwa ni kweli, I love the brother ningali and nampenda we shall tu still help him. na ningali nitamsaidia. That is the kind of person the led wants. Ile njo yenye mtu ambaye anahitajika. Can I trust you Naweza kuwa na with kuamini, the rots of my life? naweza kuamini That fine little details of my life.
Nikuelezea hata kipande kidogo ya maisha yangu. If people can answer yes to those questions, Watu wakijibu ndio kwa ile maswali, you are a star 5 leader. wewe uko star. 5-star leader. Uko katika wastari wa 4 watano. And I tell you, if it is a church you are leading, na kama ni kanisa ambako unaongoza, people will always long for you when you are away. Ukiwa huwepo tena watu watakutamani. And they will never show you an exit. They will never show you an exit. Watakuona wa ajabu. And okay, hawatakufukuza. church today, people are very impatient. Even the leadership in the church, very easily they show them an exit. Hata katika uongozi wa kanisa mara nyingi wanafukuzwa nje. But this teaching goes even to our congregations. Mimi hii mafundisho nenda hata kwa Wakristo wetu. And I hope that you are going to take back these teachings to you, with you. Na ninaamini kwamba utaenda kugawanya hii mafundisho nao. Now, as we handle the second question, tunapoingia kwa kesi ya pili, do you really care about me? Je, kweli unanijali? There are fundamental smaller questions there. Hapo kuna maswali chini kidogo. Are you just politely tolerating me or fulfilling an obligation? Je, uko tu unanitolere wala uko tu unatimiza masharti yako? Are you just trying to be diplomatic? Uko unatafuta tu kuwe diplomat? Or you are really fulfilling your godly obligation? Wala uko unatimiza majukumu ambayo Mungu alikupatia? To help me. Tu nisaidie. People need to answer this question. Na inabidi wewe kama kiongozi ujibu hii maswali. About you. Uyajibu. People don't just want those who are going to be diplomatic. Watu hawatarajii kwamba utakuwa tu diplomat and just try to be polite. Na unajikaza tu ukwe na adabu. But they want those who are going to handle their obligation, their God-given obligation right. Wao wanatafuta mtu mwenye ataenda kutatua shida zao vizuri as leaders. Kama viongozi. People need to ask questions about why. Watu watajiswali kwa nini? Why do you care about me? Kwa nini unanijali? Why do you need me in your church? Kwa nini unanihitaji ndani ya kanisa? Why are you concerned about me? Kwa nini unanishughulikia? Do you have a hidden agenda or you are really performing your role as God has called you? Do you? Do you have a hidden agenda? Okay, uko na siri fulani ambayo umeficha. Are you a job seeking kind of leader? Uko natafuta uongozi or you are a leader who really cares about me? Ama uko kiongozi ambaye ananijali? As a true shepherd looks after his one lost sheep. Sawa vile mchungaji mzuri ambaye anatafuta kondoo moja. People need to answer the question why you are there. Watu wanapaswa jiuliza uko hapa kwa kufanya nini? How could anyone love a person with such problems like mine? Namna gani unaweza penda mtu mwenye iko na probleme sawa sawa? Kwa nini? I have all these problems. Niko na hizi shida zote. And you still want to love me? Na unasema ungali unanipenda. People need to know you are loving them. Watu wanataka wajue not because they are the best givers in the church. Watu wanataka wajue kwamba unawapenda si sababu wanatoaka sana kanisani. Not because you just want a full church and you are just trying to be diplomatic. Sio sababu unataka kanisa ijae sasa unatumia ujanja. Why with all my mess? Why are you embracing me with all my mess? Kwa nini uko unanikumbatia na niko na hii makosa yote? The answer should be because I care. Na jibu itakuwa ni sababu ninawajali. If the truth is you care about me, kama ukweli ni kwamba unanijali, you don't care about my money, na haujali mfuko yangu, but you care about me. Bali unanijali. You don't care about my strengths that I always have to come run and clean the church. Haujali kazi na huduma mimi nafanya kanisani kusafisha. You care about me. Unanijali mimi. You care about me not only that I should be alive, unanijali sio tu sababu nikuwe mzima, but that I may be alive in heaven as well. Lakini unataka pia nikuwe mzima mbinguni. You truly care about me. Kweli kabisa unanijali. The answer why? Swali ni kwa nini? Should be in this dimension. Kwa nini unaweza nijali hivi? Does he care about me? Je, kiongozi ananijali? Will you take time to listen to me? Unaweza chukua muda unisikilize? Do you care enough to push past my outer defenses and take time to help me sort out the inner mess? Unaweza nisaidia nipate muda ya kuweza kutoa yale yanayoniumiza ndani?